Na barabara kabisa, mpenzi mtazamaji, karibu sana ndani ya kipindi chako nambari 1, kipindi cha kila siku ya Jumanne kuanzia saa 2 kamili, ambacho tulikuahidi kwamba tutakuwa tunatembea katika mitaa mbalimbali tuweze kuongea na watu mbalimbali. Siku hii ya leo, mpenzi mtazamaji, tumeweza kukanyaga ndani ya mtaa huu wa Ruiru, kaunti hii ya Nairobi, tuweze kuongea na watu mbalimbali, tuweze kujua wana maoni gani. Leo ni siku ya kuweza kujienjoy, ni siku ya fun, ni siku ya kufurahi. Kumbuka ni mimi Tony Mwirigi na mpiga picha wangu Jackson Deche, tuweze kuletea matangazo haya moja kwa moja, kipindi nambari 1 hapa nchini Kenya. Kumbuka unaweza basi kufuatilia kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni TV47KE, au vile vile mtazamaji kupitia tovuti yetu www.tv47.co.ke. Basi kumbuka kuweza basi kutembea nasi mwanzo mpaka mwisho siku hii ya leo katika mtaa huu wa Ruiru, kaunti hii ya Kiambu, sio Nairobi, mpaka mwisho. Na mtazamaji, basi kumbuka nimekuahidi kwamba nitaweza kuongea na watu wakubwa, watu wadogo, wa mama, wazee, kila mmoja. Kumbuka basi nipo na rafiki yangu upande wangu wa kulia, niweze kuongea naye nisikie anaitwa nani, na alafu anaambia mawili matatu kuhusiana na eneo hili la Ruiru. Bro, kwaje? Mimi niko fiti. Unakuita nani? Makorondo. Makorondo. Ai, mbona Makorondo? Jina ndo yangu. Ulibandikwa ama jina lako la kuzaliwa? Lami. Katika Biblia unakumbuka nini sana? Unakumbuka nini? Sio John 3:16. Inasema aje John 3:16? For God so loved the world. Hebu angalia kamera. Tuambie tu Biblia inasema aje? For God so loved the world that he gave his only the begotten son. So whoever believe in him shall not perish but believe in everlasting life. Ulishaenda Sunday school ukiwa mdogo? Sana. Mara mwisho kwa ilikuwa nini? Kitambo mapema. Kitambo. Sana. Ukiwa mtoto mdogo ni stuff gani ambao unakumbuka sana ukiwa mtoto mdogo? Kucheza sana. Na ni memory gani huwezi sahau ukiwa mtoto mdogo? Memory Ati ambayo huwezi sahau ukiwa mtoto mdogo? Yangu. Kucheza kabisa. Kweli. Sasa kuna hii chakula ambayo inaitwa apple of my eye. Ushakula? Hapana. Lakini ushasikia? Bado. Na leo nikikubaia apple of my eye utakula? Ambapo sasa hiyo ndio gani kwanza ungenieleza? So hii chakula wewe inauzwangwa, hebu angalia pale nikueleze. Hii chakula wewe inauzwa kule kwa mahoteli makubwa Nairobi, Kirinyaga, Kisumu, inaitwa apple of my eye. Wewe inauzwa shilingi 50, but hapa haijafika, si ndio? Sijaelewa bado. Sasa wewe ndio umekuja kutueleza. Sasa leo kuna food imeleta hapa, inauzwa hapa hivi, inaitwa apple of my eye, na labda nikiwauzia mtanunua. Ni biashara poa nataka kuanzisha. Ambapo juu tuko wengi. Watu hawezi kosa kununua bado pia. Nikielewa. Pia mimi nitaweza kununua. Sasa nataka unitafutie watu kama 2 3 hivi, hiyo food ikifika hapa, hiyo food ya apple of my eye tuwe tunauza na wewe. Uko sawa? Itafika saa ngapi? By kesho. Kesho kwa muda? Kwa muda. Kabisa? Kabisa. Sure. Sasa tufanyaje? Sasa nataka tupige business tuweze kuongea, nijue hii biashara tuifanya mimi na wewe. Sasa ndio ungenielezea vile tutaanzia basi. So wewe nataka tujue vile tutakaa chini tuongee, hii chakula ikija tutaipatia jina gani kwa hoteli, hii chakula basi tutaifanya aje tupate pesa, si ndio tuanze biashara kubwa. Sasa unajua italingana na programming yenu. Vile mmeprogram. Sasa unajua sasa sina program yenu. Sasa nikielewa program yenu. Sasa siwezi kosa kushindwa vile tunaweza anza basi kusupply hivyo. Sasa nataka uende uambie watu wa Ruiru kwamba kuna food inaitwa apple of my eye, nataka tuiuze huku tupate pesa, si ndio? Hiyo food inaitwaje? Apple of eye. Sasa tukimalizia mahojiano yetu, ningependa uweze kuangalia kamera, uweze kuambia watu vitu kidogo, uweze kuwasalimia, alafu uambie wazidi kuwatch TV47, alafu waimbie kidogo. Ngoma sasa ngoma ndio shida. Upendi ngoma? Si ati sipendi ngoma, napenda kabisa. Basi tume salamu tumalizia. Tume salamu kwa nyumbani, kwa ndugu yako, adui yako, rafiki yako, mamako, ndugu yako. Mostly mother, bro, sister Ami, na wale wase wote righteous. Only hivyo sasa. Na labda hebu nifunze kidogo, naona una words hivi za kigeto. Si nifunze sheng kidogo 2 3. Aje sasa sini kuelewa tu kidogo. Sasa nifunze niambie nijue. Sakaje. Umesikia wewe umesalimia sister Wami? Sister Wami, sister yangu. Sister yako. Nilikuwa sijui. Sasa nimejua sasa, si ndio? Sasa shukrani kwa muda wako na asante sana, si ndio? Sawa, shukrani. Asante. Sawa pia.
Oya mtazamaji, na imani kwamba unazidi kuenjoy TV47 mtaani kutoka mtaa huu wa Ruiru, kaunti hii ya Nairobi. Nakumbuka nipo na Jonte, kijana wa eneo hili. Hebu niongee naye nisikie anasemaje. Jonte, inakuaje? Sina maneno ila. Kaa vizuri tuongee pamoja, kaa vizuri. Inakuaje? Mimi sina maneno, ni kutulia tu. Na kuboeka sana na kusota mbaya sana. Unasema umesota? Ushaisota kabisa? Kusota kabisa? Si ndio? Mpaka unakosa ku breathe in. Ati ku breathe in. Hiyo hizi potea. So wewe nikuulize, umeona unasota? Si unajua kusota ni kazi imepotea. Na kama kazi imepotea, unajua kazi tu ndio do. Si ndio? Kazi ndio janta. Kazi ndio hiyo sasa. Kweli. Sasa kuna hicha ushekula stanza? Ati stanza? Sijui vitu kaa hizo. Kweli. Wimbo wa taifa uko na stanza ngapi? Wimbo wa taifa? Sasa ile ndio niuliza maswali zingine, lakini maswali kaa hizo haziwezi load. Ni 10 ama 9? Stanza 10 ama 9? Haziwezi kuwa mingi hivyo. Kama ngapi kiangalia Buges? Kadhaa tu. Kweli. Sasa nataka bro tuongee story fulani. Wewe unadhania saa hii Kenya saa hii penye imefikia saa hii vijana wako aje? Vijana wako hali mbaya. Kitu ya kwanza hawapati mabibi. Vijana hawapati mabibi. Aje? Hakuna madem, siku hizi madem ni wa wazae. Kitu ya pili hakuna do. Mimi hata nikaweza nitoke huku niende inaitagwa nini? Country nyingine. Mimi naenda. Bora tu akuwe amekubalisha kajaba. Hivyo. Unasema hata ukipelekwa nchi nyingine kama miguu. Bora tu nikae kaa huku. Nisikuwe nikibishana na mtu ama kuuliza mtu mambo mingi. Mimi nasonga tu kwa sababu sasa hii Kenya, hii serikali ni kujaza tu, washamanga, washashiba, washaongeza matoile, majela, mambo zingine hata ijulikani ni gani, mambo manusu kukula tu do. So umesema ukipelekwa nchi nyingine labda tu kuna jaba. Jaba ni nini kwanza? Kuna mtu pale ana watch na jaba ni nini? Jaba hakuna mtu ajui, hata hunya anaijua. Wewe niambie tu, unajua pale nje kuna mmoja ambaye anatazama na hajui jaba ni nini. Hebu tuambie tu dakika moja, jaba ni hii na hii. Jaba ni mogoka. Sasa bro ushapoteza watu. Mogoka. Already ujue lazima nikuwe na nini na ganji. Usisahau hapo. Ukichonga lazima kuwe na mado. Sio usifikirie ni jaba peke yake, lazima kuwe kama umekafunga, umekaosa mbaya sana. Lazima umekafunga mbaya. Kweli. Lakini hii serikali sasa serikali na nini? Kuna mambo mengi sana. Wewe unasema kama mambo gani unaweza ona kama ni mzuri ama ni mbaya kwa serikali? Sasa unajua mimi bro, mimi sina nguvu, sina uwezo. Sasa sijui nasema nini, hata sijui naongea nini. Hebu wewe niambie, wewe una shida iko wapi? Shida swali. Hujui sasa mimi nitasema aje? Ikawa hujui mimi naweza sema aje? Sasa unajua Jonte, umesema ungependa kupelekwa nchi nyingine, si ndio? Ni kama nchi gani hivi ungependa kuweza kupelekwa huko nje? Utolewe Kenya? Kama Jamaica. Ngoja. Upelekwe Jamaica? Huko tu tuliage tu hivyo tu. Bora tu nikuwe nimekaosa. Nchi gani nyingine? Kama Thailand hivyo. Bangkok. Bangkok sasa. Lakini siwezi enda USA. Hapana. Huko kunataka watu weupe. Kuenda huko kabla uanze kuhaso huko. Hata unaweza patana na kifo mbele. So kule haso tofauti na Kenya? Mbaya sana. Kwanza huko unajua nini, upiga haso na masaa. Sasa ningekuwa huko ningeosha nini gari na nini na dakika ngapi, hebu niambie. Waanza kunihesabia nini madakika hapo. So unasema kule USA wanahesabu masaa, hawahesabu magari unyomosha. Wanahesabu masaa. Lakini pia hiyo masaa unajua inaweza. Lakini hapa unajua umesema unataka kwenda Thailand, Jamaica, unajua requirements za kwenda hizo nchi ni gani na gani requirement? Hapana. Mimi najua tu huko. Unajua visa? Visa shaiona. Visa uliona wapi? Shaiona na mtu. Sina kaka ID. Ama ATM. Basi. Lakini naga picha mtu.
Siwezi kumbuka. Sasa unadhania kwamba wewe ukienda kule Amerika uchaguliwe uwe kiongozi wa Amerika, wewe ndio rais, wewe ndio Thailand, sio USA, ni Jamaica, wewe ndio governor wa USA. Kwanza hebu niambie governor ni Kiswahili, governor inaitwaje Kiswahili? Governor Ni Kiswahili. huko tunamwitaga aje? Mhesh. Hapana, sasa hiyo governor ni English, ni Kiswahili. Si ni tu mheshimiwa. Hapana, anaitwa governor. Gavana, hakuna kitu kaya, kwani gari. Governor in English, in Kiswahili ni governor. Gavana. Sasa unaandika aje? Unaandika Gavana. Hakunaga jina kaja kwa Kiswahili. Hata kama Kiswahili kuja na meli hakunaga kaa hiyo. So unasema governor in English, governor in Kiswahili si governor. Hapana. Uko sure? To bet. Nini? 100. Si utoe. Nitoe mimi yangu. Utotoa yako? Ndio. Haya, sasa tuache hiyo story ya governor, si ndio? Umeenda Jamaica, leo umeshuka, wewe ndio governor wa Jamaica. Utafanya nini Jamaica? Napiga raundi kwanza. Najua hiyo mtaa venye imetulia. Najua Mauru wa huko, Masanse wa huko, Masanse Mauru. Sasa ushafika Jamaica, wewe ndio governor na ujue kule haongeangi Sheng, wanaongea Kizungu. So you are the one to utoe speech. Hebu sasa toa speech kwa watu ambao wanakutazama wa Jamaica. Wewe ndio governor wa Jamaica sasa hii, kumbuka Jonte, utoe speech kwa wale ambao wanakutazama pale nyumbani. Kumbuka wewe ndio governor wa Jamaica kwa sasa. Sawa, toa speech in English. Sawa, sikatai mimi ndio governor. Jamaica hakuna Sheng. Hakuna Sheng. Niletee ule mtu wa nini? Anaitagwa aje wa kutranslate hapa. Kimleta bado tu inaweza, si ni kweli? Ukimleta mimi naongea tu venye tu naongea. But sheria moja Jamaica lazima kiongozi wao amesoma. Ati kusoma? Hapana. Hakuna kusoma, si bora huo nini uendeleshe maendeleo yenye wanataka. Sasa ikiwa translator hajui Sheng, ati hajui Sheng. Na yeye zikuwa kunini, haizi itwa translate kama hajui Sheng. Sasa tu assume unajua Kizungu. So waambie speech and then tumalizie, and then ningependa kwanza kuambia watazamaji tunachukua muda mfupi alafu utarudi kwa muda usio mrefu. Kwanza utoe speech pale nyumbani, usalimie watu, uambie kitu kidogo, and then turudi uambie wachukue wasiende mbali, tunarudi. Hi, hello, mimi naitwa Jonte kutoka Ruiru, sasa nafanya kazi car wash. Ama na Nduthi. Wengi wananijua. Mimi nimezaliwa hii mtaa Buda. Mkuru wangu anaishi tu hapa. Nimekwambia 40 lakini mtaa wako ni 14. 40 Jesus. Mtaa kubwa bro. Takupeleka huko siku moja. Hata wasee walete pia. Wasee mkuje huu mtaa wa 40 hapa Ruiru wakina Jonte, right? Ndio? Mwenye ako na bike, Nduthi, baiskeli, hurubaro zote analeta kao tunaona. Hurubaro ni? Hurubaro. Sidi hurubaro tu. Inaitwa wheelbarrow kwa sababu ni mguu mmoja na barrow ni mikono sasa, si ndio? Sasa nataka uweze kuchukua mapumziko, uweze kuwa mwanahabari kwa sasa, uchukue kazi yangu, uambie watu ambao wanatazama wasiende mbali, tutarudi kwa muda usio mrefu. Angalia kamera waambie pale. Useme hivi, na mtazamaji nachukua mapumziko mafupi ili nitarudi kwa muda usio mrefu. Hivyo siwezi. Labda mimi niseme yangu. Sawa, sema yako. Hai watazamaji, msiende mbali. Na tunafurahia Buda. Hapana, tuambie tu mtazamaji usiende mbali, tutarudi kwa muda usio mrefu, na chukua mapumziko mafupi. Hai mtazamaji, msiende mbali. Don't change that dial. Tunapumzika kidogo, alafu tunarudi. Sawa. Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji, karibu sana ndani ya kitengo cha pili cha TV47 mtaani. Kama unajiunga nasi kwa sasa, kumbuka tupo katika mtaa huu wa Ruiru, kaunti ya Nairobi, ukiwa nami Tony Mwirigi na mpiga picha wangu Jackson Deche ndani ya kitengo cha pili cha TV47 mtaani. Kumbuka twende pamoja mwanzo mpaka mwisho tuweze kujua watu wa Ruiru wanasema nini.
Na mtazamaji, kwenye kitengo cha pili, yule ambaye anatufungulia kitengo hiki si mwingine bali ni Aizo Isaac. Acha niongee naye nisikie anasemaje. Huyu ni kondakta wa matatu eneo hili. Aniambie ni nani, alafu aniambie inakuaje. Bro, inakuaje? Poa kabisa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Isaac Matiri. Isaac Matiri ama Aizo. Yaani siku hizi majina yanafupishwa nusu nusu. Si ndio, kama kawaida. So hii maeneo unafanya kazi gani? Mimi nafanya kazi ya matatu, conductor. Ushaitamani kuwa msanii? Nishaitamani. Nimejaribu pia. Umejaribu kuwa msanii? Nimejaribu. Kwa miaka mingapi? Kutoka kitambo, lakini imekuwa ile ndogo ndogo tu. Sasa leo nataka nikupatie siri za kuwa msanii. Siri ya kwanza, uko ready nikwambie? Niambie. Siri ya kwanza kuwa msanii, unanyoa kipara. Kunyoa kipara ndo siri ya kwanza. Ndio siri ya kwanza. Siri ya pili, unalala kuanzia 6 to 6 kama kuku. 6 to 6. Haiwezekani. Tuongelee hizo strategy mbili. Uko ready kuwa msanii? Niko ready, lakini bila hizo zenye umesema. Bila hizo? Bila. Huwezi nyoa? Kunyoa naweza nyoa. Lakini kulala ndo siwezi lala. Leo Willy Paul akwambia unyoe nywele kipara, mfanye naye collab, utafanya? Willy Paul? Naweza nyoa. Yaani ulipokuwa unaanza muziki, ni kitu gani uliyotamani kufanya? Jua kila mtu akianza safari anatamani kuwa mahali fulani. Kusikika. Si kuonekana. Kuonekana si vile. Juu unasikika yani, lakini kusikika bado ndio nikaa kuonekana bado. Ushaitamani kutembea nchi gani na gani huko duniani? Zote. Of course, kuna nchi 5 ambazo mtu anatamani. 5. Madagascar. Madagascar huko kuna turembo bana. Madagascar. Kuna wasupu. So ungetembea Madagascar kwa sababu ya warembo? Ndio. Ningetembea Madagascar juu ya warembo. Unamjua jamaa fulani anaitwa Shikamo? Shikamo. Jamaa. Mimi najua salamu ya Shikamo. Alafu tukisema Shikamo unasemaje? Marhaba. So kuna food imetokea mpya inaitwa food inaitwa Apple of my eye. Umeiona? Nini hiyo? Apple of my eye. Hii ni food mpya imetokea, chakula. Kuna chakula kama hiyo. Sidhani kuna chakula inaitwa hivyo. Sijaisikia chakula kama hiyo. Hiyo labda soap. Labda kitu kama soap, lakini hujaisikia kitu kama hiyo? Sijaisikia kitu kama hiyo. So umesema wewe ni msanii. Hebu kidogo turapie kidogo. Angalia pale kidogo, au uweze kuturapia kidogo pale mtu ambaye ana watch nyumbani anasema huyu ni msanii ambaye tuko naye hapa na hajasikia ngoma yake kidogo. Hebu tuimbie. Okay, na wapa word kama pasta, nare nishawasha, zao nishazima kama mvua rasha, marapa na wamada, wasupa na wabamba kama kaa washa data, the best, mina wapa kwenye rap, nina masters, hakuna cha kubonga juu hapa mindo baba, I'm the boss na wapa dose, juu marapa ni wasik kwenye bed wamedos, niko busy juu ya mic, juu rap ni ofisi, wengine ni machizi si maril ni mafisi, kwa rap na wamada watajua ni mazishi, na wakata bila panga, juu mistari nishapanga, downtown to uptown, ngazi nishapanda, na wa cross car bridge mbele yao nimepanda, from Kenya to Uganda, marap is the agenda, always on top, juu rap na ipenda, kazi nishatenda, jina nishajenga, juu mziki ndiyo tenda, nimekaa mkuu wakili, lyrically hawezani na mimi, juu bill ni kali, working out my presence, all run kama hoka, aizonda nekeja wanajua kumedhoka. Bro, kumbe wewe ni mkali hivyo. Mimi pia naweza ngatema, niteme. Nilikuwa jana mambo yalienda mrama. Nikamwona mama. Imeisha hivyo. Simba. Sasa juzi tulisikia kwamba polisi waliweza kumshika jamaa kwa jina Shikamo. Ulisikia story? Shikamo mgani? Kuna mse fulani hapa juzi alikwenda Shikamo. Polisi walimshika. Unakumbuka story? Ulisikia? Lakini Shikamo unamjua? Huyu namjua. Na huwa anatembea gani huyo Shikamo? Shikamo hudili na chemist. Chemist madawa. Kweli. Sasa leo wewe mtu wewe ukaambiwa ndio umshike huyo Shikamo, utamshika kweli? Mimi siwezi mshika kwa sababu sijui makosa yake. Kweli kabisa. Sasa kuna hii chakula inakuja mpya inaitwa Apple of my eye. Unaijua? Pana. Ni gani hiyo? Umeisikia? Sijasikia bado. Hii ni chakula ambayo inauzwa mitaani hapa Ruiru, Nairobi, Mombasa. Apple of my eye inauzwa kwa bei nafuu sana. Unaijua?
Bado sijaisikia huku. Lakini leo mtu akikununulia apple of my eye utakula? Sitakula, nikiona nitajua kama nitakula ama sitakula juu hata sijaiona. Apple of my eye ni gani? Nyingine chakula tamu sana huwa inauzwa kule Mombasa, Nairobi na hapa sijui mbona haijafika bado. Bado sijaiona huko. Alafu mtazamaji, nipo katika mtaa huu wa Ruiru, ila nipo na mwanangu Mombasani hapa aweze kuniambia ni nani, labda jina lake kamili, alafu atuambie maneno mawili matatu, atuambie nasemaje, alafu tuweze kuongea naye. Simple tena sana, si ndio? Unaitwa nani? Naitwa Samir mimi. Unaitwa Samir? Naam. Umetoka wapi? Nimetoka Pwani. Pwani. Naam. Maeneo gani? South Coast Diani. Naam. Unajua wanasema kwamba watu wa Mombasani ni watu ambao ni wasanii hivi kidogo. Naam. Ikosi. Naam, yo ndo kazi yetu hiyo, asilimia kubwa hiyo ndo kazi yetu. Wamjua Sumila? Sumila namjua, wakwetu yule. Rafiki yako sio? Wakwe yule. Naam. Sasa si niambie kidogo ngoma yake ama nyimbo yote ambayo unajua Sumila. Susumila bado niko gangari kinoma. Susumila bado niko gangari kinoma. Alafu leo mtu akupata shilingi milioni 1 unywe ndevu zako, utanyoa ndevu? Ila siwezi bwana, hii ni sunna ya Mtume, mbona ninyoe? Milioni 1 unywe ndevu? Iwezekane bro. Inawezekana. Uwezi kabisa. Sasa mwanangu, kuna haya matunda ambayo yanaitwa apple of my eye. Umeyaona? La, sijaona, ila nimesikia kidogo. Nimesikia kuhusu ile, mimi mwenyewe sijashuhudia wala sijayaona. Naam. Sasa haya matunda ya apple of my eye ukayaona, utafanyiaje? Nitakula mwanzo nisikie onja vipi. Naam. Na mtazamaji, huyu msanii amesema kwamba yeye ndio the best. Ukitaka soda anakununulia Crest na amevaa vest kwa chest. Oh my god. Unaitwa nani? Naitwa Joe. Unaitwa? G.I. Joe. G.I. Joe. Bana. AKA Joe ndio hiyo sasa, Joe AKA G.I. Joe. Sawa, angalia kamera. Umesema kwamba wewe ndio the best. Ukitaka soda na kununulia Crest na umevaa vest kwa chest. Hebu rap kidogo. B.I.G. nina chew big G, nikiruka juu ya meza nina rap Kiingereza 1 to 7 kutoka 97 ilikuwa huko heaven, madem na machari, ukimwi ni hatari, ukitaka kwenda heaven Vix na Lord. Mi ni mnoma lakini sina homa, yani nina ngoma, mimi ni mbest, nimetoka west, nimevalia vest katikati ya chest, ukitaka soda nitakubaia Crest. Watu wa matatu wanapenda vitu tatu, B.O.G. kama soul ya kiatu. Bro, unajua sasa unafaa kuwa wapi? Sasa unafaa kuwa America bro. Wewe ni mtu wa America bro. Bana ningependa lakini bana hela juu. Kenya unafanya nini bro? Kenya unafanya nini? Sikupenda, ni mtu anajikutaga. Unajua siku hizi unasemaga kwenda majuu ni bahati yako bana. Bahati mbaya. Mimi kama ni talanta niko nayo. Lakini sasa ni fans, unajua pengine hizo fans hazijatufikia. Hizi za mitaani. Kweli. Tunakojea sasa tuseme kama Somalia wema hivyo. Ama yani mtu anaweza kukuta sasa talanta za mavijana kama sisi. We can do more. Wewe unatamani ufike wapi siku moja bwana muziki? Unatamani ufike wapi? Hata majuu around the world. Around the world. Around the world to travel. Kweli. Nataka kufurahia sana. Sawa. So, najua sasa hii as we are talking hivi kuna watu mbalimbali wana watch. Kuna wasanii kutoka majuu, akina DJ Khaled wana watch. Wasanii mbalimbali wakina Rihanna wana watch saa hii show. Hebu ambia kitu Rihanna saa hii mwenye anakuwatch kutoka majuu. Ambia Rihanna, unaongea Rihanna saa hii. Rihanna ana watch. Venye naweza kumwambia one thing for sure. Ukishikwa mkono na msanii. Rihanna anajua Kiswahili, Rihanna anajua Kizungu. Rihanna anajua Kizungu, ana watch pale saa hii. Kizungu? What I can tell her is that we youths, mostly youths, we have talents, but now because of lacking someone to control us or someone to direct us to the right direction, we are forced to use drugs. If you can see a good percentage of youths that they are consuming drugs right now, it's not their will, but they lack someone who can control them, who can hand them to the right direction. So what I would what venye naweza kumwambia, let me mix with some Kiswahili, what I can tell her, if you can just promote two and another one to promote two and another one to promote two, you know our lifestyle will also change. Because one thing for sure, you cannot tell me to stop you taking drugs or using drugs, but you're not telling me what to do.
You are just telling me drugs are bad. So you mean people are telling you not to use drugs, but they're not telling you what to do next? Yes. If you can come with a jembe, you know, you cannot tell me to dig a shamba with a spoon. That's one thing for sure that I know. You cannot dig a shamba with a spoon. You have to give me the right tool for the right time and for the right method. Yeah. To use. True. Shukrani sana kwa muda wako. Na one thing I want to tell you, wale watu ambao wanawatch wasanii, waambie they should get you back. I'm here. Mimi niko tu hapa tu. I'm just waiting one day. Maybe God will give me a chance because I know a chance comes once in lifetime. Ningewaachia tu kabasi kamoja tu. Sasa mtazamaji, kabla tumalize kitengo cha pili cha TV47 mtaani kutoka mtaa huu wa Ruiru kaunti ya Kiambu, amesema kuna verse na si ya Bible. Amesema kuna rap kidogo, yuko hapa. Mbona nitumie mate na wino upo? Hebu turapie kidogo tumalize show. Bana. Kama kushikia mic. Sasa kama Paulo na Sila nitasifu mimi bila fia. Iwe sai ya the next year. Niko fiti kama simba wa Yuda. Basi wewe Buddha usiwe msee wa kuyumba yumba. Kuwa strong kama Buddha. Yani our heavenly headmaster. Shukran sana. Huyu ni msanii kutoka eneo hili la Ruiru kaunti ya Kiambu. Amesema kwamba yeye ndio the best. Ukitaka soda anakununulia Crest. Na vile vile nimesahau. Ukitaka soda anakununulia Crest. Amevaa vest kwa chest. Hii ni kubwa tena sana. Na barabara kabisa mpenzi mtazamaji, hadi hapo sina budi ila tu basi kuweza kuhitimisha kipindi chetu cha TV47 mtaani kwa siku hii ya leo. Tupatane wiki ijayo mtaa mwingine, nami Tony Mwirigi. Kumbuka mpiga picha wangu amekuwa ni Jackson Deche. Kuwa na wakati mwema.